Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Karibu kwenye podcast ya Pastor Fred Msungu. Tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako. Hautabaki vile ulivyo. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 3 anasema, kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Mstari unaofuata anasema, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Mstari unaofuata, ya kuwa alimtokea Kefa, tena na wale 12. Mstari unaofuata, na baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja. Katika hao wengi wanaishi hata sasa, ila baadhi yao wamelala. Baadaye akamtokea Yakobo, tena na mitume wote. Na mwisho wa watu wote alinitokea mimi, kama mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake. 1, 2, 3. Naomba wote soma mstari huu wa nyuma. Anasema na mwisho wa yote. 1, 2, 3. Na mwisho wa watu wote alinitokea mimi, kama mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake. Tusome tena. 1, 2, 3. Moyo wangu uko hapo. Na mwisho wa watu wote alinitokea mimi, kama ni mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake. Anasema mstari unaofuata, anasema, maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mtume, kwa sababu naliudhi kanisa la Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nilizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Mstari unaofuata anasema, basi kama ni mimi au kama ni wao, ndivyo tuhubirivyo na ndivyo mlivyo amini. Na watu wa Mungu waseme amen. Nataka nikufundishe kuielewa neema iwezeshayo. Understand the grace that enables. Kuielewa neema iwezeshayo. Yakobo 1:17 anaandika, anasema, kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hushuka kutoka juu, kutoka kwa Baba wa mianga, ambaye ndani yake hakuna kusitasita wala kivuli cha kugeuka geuka. Kaa chini tafadhali, katika jina la mamlaka la Yesu. Voice of Destiny, God bless you. Neema iwezeshayo. Tunaposoma Biblia, ili neno neema tunaliona linatokea, linaapia kwenye Biblia mara kadhaa, na hasa kwenye Agano la Kale tunaliona sana. Lakini kwa mara ya kwanza ili neno neema, mtu ambaye analisikia kwa mara ya kwanza alikuwa ni Nuhu. Nuhu, wakati wa watu wake wakiwa wamekaa kwenye uovu, wamekaa kwenye maisha fulani ambayo hayakuwa yanaeleweka, wakati Mungu anataka kuja kuimaliza dunia, kuifuta kabisa dunia, kwa kile cha ndani zaidi ya kwamba kitu ambacho Nuhu alikipata ni sio kwamba alikuwa ni mtu bora sana kupita wale wengine, lakini kuna vigezo Mungu alivyoviangalia kwa neema yake. Hata kama Nuhu hajajaa sana, akaamua kumuokoa. Na ninaomba yake, hata kama Nuhu hajajaa sana, akaamua kumuokoa. Na ninaomba katika jina la Yesu Kristo, katika dunia ya watu ambayo imepigwa, na wewe utahesabika ya kwamba lakini Fred, lakini jina lako alipata neema kwa Bwana. Mtu ananielewa, pige kelele haleluya. Kama unanielewa, piga kelele. Kwa hiyo unaona, neema hapa inatuonyesha ya kwamba ni kuepushwa. Neema linatoka kwenye maneno makubwa mawili. Neno la kwanza, neno la Kiebrania, neema inatafsirika kutoka kwenye neno linaitwa chain. Chain, C-H-E-N.
Neno la Kiebrania linatafsiri hivyo neema, inatuonyesha neema. Sasa utakuja kugundua Biblia mara nyingi inatafsiri maneno kwa Kiebrania na kwa Kigiriki. Sasa unaweza ukajiuliza kwa nini charis. Sasa utajiuliza kwa nini watu wanatafuta tafsiri ya maana ya maneno haya ama kwa Kiebrania ama kwa Kigiriki. Kwa Kiebrania utaona maneno mengi yanatokea kwenye agano ya maneno haya ama kwa Kiebrania ama kwa Kigiriki. Kwa Kiebrania utaona maneno mengi asiyostahili. Kwa unapoona hapo anasema lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana, neno la asili linalotumika tunaweza tukasema hivi, lakini Nuhu akapata kibali machoni pa Bwana, au lakini Nuhu akapata huruma machoni pa Bwana, au lakini Nuhu akastahilishwa machoni pa Bwana. Kwa hiyo tunapoongea kwa habari ya neema, jambo la kwanza tunaona kabisa ni kibali, huruma ama upendeleo wa kustahilishwa. Na kibali cha Bwana na huruma ya Bwana na upendeleo wa kustahilishwa wa Bwana uko ndani ya madhabahu siku ya leo. Na huo upendeleo na hiyo huruma na hicho kibali kinatoka na maisha yako. Utapita kwenye mazingira ambayo watu wataharibikiwa, lakini jina lako litatajwa. Watasema lakini huyu alipata kibali kwa Bwana, lakini huyu alipata huruma kwa Bwana, lakini huyu alipata upendeleo wa kustahilishwa kwa Bwana. Kama ni wewe ungepiga kelele haleluya. Kwenye neno la Kigiriki ama Kiyunani, sasa utakuja kugundua Agano Jipya maneno mengi yanaandikwa Kigiriki ama Kiyunani, kwa sababu sasa wakati huo unakumbuka kabla ya Warumi kutawala, a bit of history. Kabla ya Warumi kutawala, nyuma yake walikuwa wanatawala Wagiriki chini ya mtawala Alexander the Great ama Iskanda Mkuu. Kwenye zile majira za Biblia nimesha kufundisha sana, kwa sababu Yesu amezaliwa wakati wa utawala wa mkono wa chuma, utawala wa Warumi. Lakini fahamu Alexander akiwa na miaka 30 kuelekea miaka 32 alikuwa kiongozi wa dunia, ameshaitawala dunia, na aliitawala dunia kwa kuipiga vita kwa mkono wake wa kihistoria. Yule chui alikuja kuinuka kuwa mtawala wa nchi wa Ugiriki aliyetawala dunia, anaitwa Iskanda Mkuu kwa Kiswahili ama kwa Kiingereza Alexander Mkuu. Mabawa ya tai yakiwa yanamaanisha kasi yake ya kutanuka. Kwa hiyo Biblia ilitabiri tu chui mwenye mabawa, watu wakaona chui mwenye mabawa, lakini historia ikaja kumuonyesha mtu ambaye sio chui lakini ana tabia za chui, ana mwendo kama wa chui, anatanuka kwa haraka, alafu vichwa vinne. Kwa hiyo sio chui ila ni kama chui. Mgongo wake ulikuwa na mabawa manne kama ya ndege, na mnyama huyo alikuwa na vichwa minne. Akapewa nini? Mamlaka. Kwa hiyo kumbe Alexander alipewa mamlaka na Mungu. So kwa sababu ya kuitawala dunia, na ndio mfalme pekee ambaye ametawala dunia, ameikonga dunia kwa haraka, akailazimisha dunia iongee Kigiriki. Kwa hiyo Kigiriki kikawa ndio lugha ya dunia kama leo tunavyosema Kiingereza. Na Mungu kwa nini aliruhusu huyo mtu afanye? Kwa sababu Yesu angezaliwa kila mtu anaongea lugha yake, kazi ya Yesu ingekuwa ngumu. Watu wachache wananielewa. Kazi ya Yesu ingekuwa ngumu. Huyu anaongea Kimasai, Yesu anasema tubuni, ufalme wa Mungu umekaribia. Kumbe tubuni kwa Kimasai ni poteeni. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Kwa hiyo kabidi Yesu anapozaliwa akute tayari lugha anaongea, even though lugha aliyoiongea Yesu ilikuwa ni Aramaic. Lakini ndio maana unaona hata sasa maandishi yanapokusanywa kwenye Agano Jipya hayaandikwi Kiebrania kwenye lugha ya Wayahudi, yanaandikwa Kigiriki kwenye lugha ya nini? Ya dunia. Ambapo sasa ndio kwenye Kigiriki hili neno neema tunaona neno charis linatokea, ambalo hili neno charis lina maana nyingine, ambao maana ya kwanza charis, neno kuna kitu nitakusaidia hapo. Neno la kwanza la Kigiriki charis ni zawadi ya bure. Manake sasa unapoiona neema kwenye Agano Jipya kutokea kwenye tafsiri ya asili ili neno, maana yake anaposema si mimi bali ni neema ya Mungu pamoja nami, Paulo anamaanisha hivi,
sio mimi, bali ni zawadi ya bure ya Mungu pamoja na mimi. Kwa nini zawadi ya bure? Kwa sababu kwa namna yoyote sikustahili kupokea hii zawadi, lakini Mungu kuna kitu alikiona ndani yangu, akachagua kunipa zawadi ya bure. Na leo zawadi ya bure ipo kwenye madhabahu, kwenye maisha ya mtu fulani. Mtu ambaye anapokea aseme, ninapokea kwa jina la Yesu. Ninakuombea zawadi ya bure. Mungu atakupenda bure. Kwa sababu gani? Wokovu ni kwa neema. Kwa maana gani? Tumependwa bure. Yani Mungu alikupenda wakati haumjui, alikupenda wakati unamchukia, akakupenda hivyo hivyo, akakuokoa hivyo hivyo, akakusafisha hivyo hivyo, akakupa neema hivyo hivyo. Kuna watu waliwahi kuishi na wewe wakasema hauvumiliki, una tabia ngumu, lakini Mungu akakuvumilia hivyo hivyo, akakupenda hivyo hivyo. Na leo wakikuona, kila mtu anataka kuwa karibu yako, lakini matokeo yake ni zawadi ya bure ya wokovu wa Mungu ambayo ilikuja kwenye maisha yako. Nimesimama kama nabii wa Bwana kwa zawadi hiyo ya bure kwenye maisha yako. Unapokea kibali cha kupokea zawadi ya bure hata kwa watu waliokuzunguka. Mtu ananielewa? Pige kelele haleluya. Nyosha mikono juu, sema napokea zawadi ya bure ya Bwana. Lakini kwenye Agano Jipya, charis kwenye Kigiriki, tafsiri ya pili tunarudi tena, inafanana na tafsiri ya Kiebrania, ni kibali. Kwa hiyo haiwezekani mtu mwenye neema asiwe na kibali kwenye maisha yake. Ikiwa tafsiri hii inarudia mara mbili, maana yake neema na kibali ni vitu viwili ambavyo hauwezi kuvitofautisha. Na ndio maana watu waliopokea neema kwa Bwana, utagundua katika watu 100 ni wewe peke yako huwapendi, lakini 99 wanampenda. Na ndio maana ukijua, hautaangalia nani anakuchukia, utaangalia nani yuko pamoja na wewe, kwa sababu haiwezekani neema ya Bwana ikawa juu yako na watu wote wakuchukie. Wanaweza wakakuchukia wachache, lakini wengi Mungu aliyokuzungushia utakuwa na kibali juu yao. Ninatamka kibali cha Bwana kwa familia yako, kibali cha Bwana ofisini kwako, kibali cha Bwana kwenye ndoa yako, kibali cha Bwana kwenye familia yako, kibali cha Bwana kwa watoto wako, kibali cha Bwana kila unapoingia. Utaingia mahali watu watakupenda penda, haujui kwa nini wanakupenda, kumbe ni kibali cha Bwana. Utaenda mahali watu watataka kuwa karibu na wewe, haujui una nini, kumbe una kibali cha Bwana. Utaenda mahali watu wasio wa cheo chako, wasio wa umri wako, watakuvuta karibu yao, hujui nini, lakini ni kibali cha Bwana. Somebody shout I receive. Kibali cha Bwana. Maana yake neema ni kibali kinakuja juu ya mtu. Kibali kinakuja juu ya mtu. Kibali kinakuja juu ya mtu. Watu wanapenda kukusikiliza, watu wanapenda kukualika. Na kibali kikija, huwa kinaanza kufanya watu wanaweza wakakuchukia wewe, ila hawawezi kuchukia ulichokibeba. Yaani kuna saa watu hawakutaki wewe, ila kwa sababu ulichobeba ni kama maji, kina muhimu sana, inabidi wakwambie tu njoo hivyo hivyo, hata kama hatukutaki. Hicho kinaitwa kibali cha Bwana. Hebu sema kwa jina la Yesu. Come on somebody, sema kwa jina la Yesu. Mimi nina kibali. Jiambie tena, kwa jina la Yesu. Mimi nina kibali. Kibali cha Bwana kiko juu yangu. Piga kelele, kibali cha Bwana kiko juu yangu. Upendeleo Bwana uko juu yangu. Kwa nini nakusisitiza kibali? Shetani huwa anatuhubilia kwa sababu kuna mazingira fulani magumu tumepitia. Anaanza kutuaminisha ya kwamba sisi kuna kitu hatujajaa, hatuko. Kumbe kibali cha Bwana kinapokuja juu ya maisha yako, uaga hakisubiri ujae. Kibali ndo kinakuja kukujaza. My Lord. Favor. Na kibali kikija sio kwamba tu kinavuta. Kibali kikija kinakimbiza pia. Kwa sababu ni vizuri ukaelewa that some people cannot stand favor in your life. Kibali ni fadhili za Bwana juu ya mtu. Napenda kuimba fadhili zako zinazodumu milele yote. El Shaddai.
neema ufananishwi. Napenda kuimba, nataka kujiambie napenda kuimba. Fadhili za Bwana hazina msimu, zinadumu. Zinazodumu milele yote. El Shaddai, muweza yote. Wewe ni mwema Bwana. Wewe ni mwema ufananishwi. Tafsiri ya tatu ambayo inafanana na ile ya kwanza ni upendeleo wa kimungu juu ya mtu. So hii neema inapokuja kwenye maisha ya mtu inaachilia kitu kinaitwa upendeleo wa kimungu kwenye maisha ya mtu. Na upendeleo wa kimungu unapokuja unafungua pia milango ya kimungu, kwa sababu it is divine. Inafungua pia divine doors. Sasa ni vizuri ukaelewa neema ina viwango, ina mawanda. Sijajua Kiswahili kizuri ni kipi, lakini neema ina dimensions. Mawanda nafikiri ina matawi ya neema. Hili neno nimelitafuta miaka miwili uweze ukaelewa. Matawi ya neema. Neema sasa katika matawi yake, na sitayafundisha yote. Leo nitakuwa na dili na kitu kimoja. Leo nataka nikufundishe neema iwezeshayo. Lakini neema katika matawi yake, tawi la kwanza la neema linaitwa neema ya jumla. Na hii neema ya jumla nimeshakufundisha ni neema ya Mungu juu ya watu wote. Hii neema ya Mungu inakuwa juu ya wachawi, inakuwa juu ya walokole, inakuwa juu ya waliozaliwa, inakuwa juu ya waliokuja. Yaani kila mtu anapokea hii neema. Ndio ile anaposema anawanyeshea mvua wema na wabaya. Maana yake kila mtu anapokea neema, nimeshakufundisha. Lakini sasa kuna neema hii ya jumla, alafu kuna neema ya kutofautishwa, ambao mlango wa kwanza wa neema ya kutofautishwa, ambayo tawi lake la neema ya pili inaitwa neema iokoayo. Anaandika anasema, kwa maana neema ya Mungu iokoayo wanadamu imefunuliwa. Sasa unapoingia kwenye hii neema ama ili tawi la neema iokoayo, unakuwa umeingia kwenye neema ambayo sasa umetoka kwenye kupokea mvua na jua kama watu wote, umeingia kwenye neema ambayo inaanza kuwa responsible na maisha yako. Kwa hiyo unaona neema ya pili iokoayo ikisha kuokoa, unapokea tawi la tatu la neema, inaitwa neema ifundishayo. Unaona Tito sura ya 2 mstari wa 11 natuonyesha, kwa maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu imefunuliwa. Kwa hiyo unaona kuna neema inayofanyaje, inayookoa, ambayo wewe ni shahidi ya kwamba hata wewe ukiulizwa uliokokaje, huna maelezo mengi. Sasa kule kukosa maelezo ndio ulikutwa na kitu kinaitwa neema iokoayo. Mtu mmoja aliyeokolewa bila maelezo aseme amen. Alafu mstari wa 12 ndio utaona anasema nayo yatufundisha. Kwa hiyo kumbe neema pia kwenye kiwango kingine wewe inaanza kufanyaje, inafundisha. Alafu kuna neema nyingine, sitaki kukaa kwenye hizo leo. Neema nyingine, wanda ama tawi la 4 la neema, inaitwa neema itoshelezayo. Hii neema mtu wa Mungu itoshelezayo, Mungu waga anaiachilia wakati unakaa unaishi kwenye kipindi cha kusubiri. Lakini sio tu kipindi cha kusubiri, hata unapokuwa kwenye kipindi, kwa sababu unajua haya maisha usipokuwa na neema inayotosheleza, utakuja kugundua utakuwa mtumwa wa maisha mpaka siku unaondoka duniani. Utakuwa unafukuzia maisha, yani unataka gari, siku unalopata gari tamaa inaanza utake gari nyingine kuliko lile. Siku ukipata lile tamaa, lakini kuna neema inayotosheleza. Kuna kipindi whether unachotaka au hauna, but you are satisfied. Umewakutana na wale watu ambao they are very okay na hali walizonazo, alafu wewe unacho karibu kila kitu umewazidi, lakini you are not okay kama wao. Maana hii dunia inatuaminisha kwamba hela ndio kila kitu. Hela za muhimu, lakini sio kila kitu. Na ndio maana kuna watu wana hela na wanajipiga shaba. Watu wanajipiga risasi wanakufa. Kwa sababu gani? Wana hela lakini hawana nini? Utoshelevu. Na hii, asante Roho Mtakatifu. Na hii neema itoshelezayo inapokuja kwenye maisha ya mtu, inaanza kuja kumpa mtu hali ya kujikubali regardless ya mazingira yanayomzunguka. Na ndio maana kabla huja experience neema itoshelezayo usiende kuolewa. Wanataka kunipiga, ngoja nije huko. Kuna mtu amekaa hapa nadhani ya kwamba mimi kwa kweli nikipata familia baba analia hapa, tukisema wanaotaka kuolewa anaruka sarakasi, ameshafika, unakuta amefika. Kwa sababu gani? Ndani yake hajatoshelezwa. Anadhani, ngoja nikwambie, huku kwenye ndoa
Njoo ukiwa umeshatosheka. Watu wachache wananielewa. Tuulizeni. Unaposimama unasema kwa kweli mimi mke wangu ni mzuri kuliko wote duniani. Unadhani tunamaanisha? Kuna watu wanashangaa pastor, wanatamani kuona mama mchungaji anacheka. Mimi sio mjinga kiasi hicho. Hata simame mke wangu aseme kwa kweli mimi sijawahi kuona mwanaume handsome kama mume wangu. Tamuuliza umezunguka wapi mtumishi wa Mungu ambapo hujaona kama mimi? Kinachofanya tuone hivyo ni neema itoshelezavyo. Yaani inafika wakati you are satisfied with what you have. Kwa hiyo hauingii kwenda kutoshelezwa, ila tayari moyoni mwako umeshafanyaje? Umeshatoshelezwa. Watu wengi ndio wanafia hapo. Kwa sababu gani? Anaingia akiwa na matarajio ya kwamba mtu atanifanyia hichi, atanifanyia hichi, atanifanyia hichi, wakati na yeye anatarajia utamfanyia hichi, utamfanyia hichi. Minafika pale mnaanza kushangaa, mimi kwa kweli sikuzani kama ingekuwa hivi. Ukuzani, ukuambiwa vizuri. Mungu akupe neema ya kutosheka. Mungu akupe neema ya kujua utoshelevu wako hauko ndani ya mwanadamu, haupo kwa mwanaume, haupo kwa mwanamke, haupo kwenye gari, haupo kwenye nyumba, haupo kwenye utajiri, haupo kwenye fedha. Upo kwenye kitu ambacho Yesu alikifanya ndani. Yaani una uhakika, nasema tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba huyu Mungu wa mbinguni, ya kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Yaani kujua kwamba mimi mtoto wa Mungu ambaye ninyi ndio kila siku mnampigiaga magoti mnalia, na huyo mnayempigia magoti ni baba yangu, hiyo inanitosha. Kwa hiyo wewe ukija kwenye maisha yangu, haleluya, ukikataa tembea na Yesu, nani ananielewa aseme amen. Sikutegemei wewe kutoshelezwa, ninategemea kile Mungu alichokifanya ndani yangu. Hiyo neema itoshelezayo iwe juu yako. Hiyo neema itoshayo iwe juu yako. Hiyo neema itoshayo iwe juu yako. Na ndio ukitaka kuenjoy familia, uwe na neema itoshelezayo. Bila hivyo utakuwa tu mtu wa kulalamika, mimi kwa kweli sikuzani ningekuwa. Kwa sababu wewe unaongea sana, imaanisha na mimi nilizani. Na mimi sizani. Nani ananielewa hapa aseme amen. Hii neema, kukosa neema itoshelezayo ndio kunafanya watu hata asipokuwa mwizi anaweza akafanikiwa, ila bado anafanyaje? Anaiba. Kwa nini huwa mshangae? Yaani kuna mtu mnasikia anaiba, mnajiuliza huyu naye anaiba ili iwe nini? Mbona kama kila alichonacho yaani ndio mafanikio ambayo mimi hata ningepata nusu, ila bado anaiba. Kwa sababu gani? Hana utoshelevu wa ndani. Sasa na ndio maana tafuta hela, lakini wakati unatafuta hela mwambie Mungu, natafuta hela lakini pia naomba usiniache na utoshelevu wako. Mimi nimeshawaambia mimi siamini katika umaskini. Sijawahi kuwa maskini jana, sio maskini leo, sitakuwa maskini kesho. Maana tabia ya baba yangu wa mbinguni hajawahi kumiliki umaskini. Ukoo wangu nikiuangalia kitabu cha ukoo wa Yesu, kuanzia Ibrahimu akamzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo wakaenda wakina Ruthi, wakina Boazi, wakina Daudi, wakina Yese, mpaka akazaliwa Yesu na tukazaliwa na sisi. Sijawahi kukuta kwenye hiyo familia kuna mtu ni maskini. Kwa hiyo mimi sio masikini, sijawahi kuwa masikini, sitakuwa masikini. Lakini I am rich enough to understand that my satisfaction does not come with material things. Yaani nina utajiri wa kutosha kiasi kwamba kujua utoshelevu wangu sio kwa hela ninazotafuta, lakini kwa ukoo niliotokea, ukoo wa mbinguni, na Mungu aliyenizaa mara ya pili kwa njia ya Roho wake, na kwa sababu yeye anavyo vyote. Kwa hiyo hata nikiwa naomba nisipokipata leo, sijisikii kutokutoshewa, kwa sababu najua hivyo ni vya nyumbani. It's either wakati wangu bado, ama Baba yuko njiani ananiletea ninachokitaka. Yaani ndio hicho kinachokifanya ninaridhika na ninachokipata, na sijisikii kumuibia mtu yoyote, kwa sababu najua when the time is right, my father, my father, my daddy, my daddy, my daddy, baba yangu ataniletea. Anasema ikiwa ninyi waovu mnajua kuwapa vipawa vyema watoto wenu, je, si zaidi sana
Baba yenu aliye mbinguni anasema yeye asiyemwachilia. Basi ngoja nirudi nyuma pale. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, je, ni nani aliye juu yetu? Anaposema yeye asiyemwachilia mwana wake bali akamtoa kwa ajili yetu, atakosaje kutukirimia mambo mengine mema pamoja na haya? Yeye ambaye hakuacha kutunyima Yesu, kweli akushindwe kuupa wewe nyumba ya kukaa? Niliwaambia wanangu juzi, kwenye familia hii si kujenga, sio project. Kujenga ni michezo ya familia. Nimekwambia sio project, ni michezo ya nini? Nenda kacheze michezo ya familia katika jina la Yesu. Maana anaandika kwenye Isaya, anasema itakuwa mtakapojenga nyumba na kukaa ndani yake, sio ikiwa mtajenga. Na makundi yenu ya kondoo na ng'ombe yatakapoongezeka. Kitabu cha Kumbukumbu sura ya 8 kuanzia mstari wa 12. Kumbukumbu 8:12 anasema itakuwa mtakapojenga nyumba na kukaa ndani yake, makundi yenu ya kondoo yatakapoongezeka, fedha yenu na dhahabu yenu itakapoongezeka. Kwa hiyo kumbe kwenye familia yetu kuongezeka pia sio project, ni michezo ya familia. Kuna mtu anauliza familia yetu ipi? Ya Mungu. Yaani mwanangu, hata kama usali kwenye kanisa hili lakini unamwamini Mungu kwa roho na kweli, wewe na wewe ni familia. Nimefikaje? Tunaongea mambo ya neema. Neema itoshelezayo, ndio nilikuwa nakwambia. Neema itoshelezayo. Kwa hiyo unaona kuna mambo ukianza kuyajua hautaanza kuendeshwa na attitudes. Kwa sababu unajua ukianza kuset goal yako, yani kwamba mimi nikiolewa ndio nitakuwa nimefanikiwa sana, utakuja kugundua siku ukiolewa unakuwa kawaida. Yaani niwaambieni hakuna cha ajabu chochote. Sasa pastor useme hivyo, nimeshasema. Yaani unakuwa tu ni mtu wa kawaida. Kwani unaona sisi tuna mapembe? Hapana, tuko tu kawaida. Nachokwambia usiseme mimi nikimiliki gari fulani. Hakuna utoshelevu utaupata kwenye gari. Haupo. Kwa sababu kiukweli siku mpaka na kwenye maisha haya ya kusave, una save miaka 3 ndio uje kununua gari ya ndoto yako, na mwaka wa 3 pale mtoto wa shangazi anameza ulimi, inabidi ukamtibie kuutoa nini ulimi nje. Unasogeza mwaka wa 4 wa 5 unakuja kupata gari. Siku umepata gari uliokuwa unaita gari ya ndoto yako, kuna gari zingine 18 mpya zimetoka mbele. Ulikuwa unasubiria utoshelevu wa gari ya ndoto yako, unaupata lini? Na ndio maana kwenye haya maisha furahini katika Bwana siku zote. Nasema furahini. Kwenye bodaboda furahi, kwenye baskeli furahi, ukipata IST furahi, ukipasogea mbele kidogo furahi, ukisogea mbele kidogo furahi, ukisogea mbele kidogo furahi, ukisogea mbele kidogo furahi. Kwa sababu haya maisha usisubiri uwe na kila unachokitaka ufurahi. Hiyo ndio inaitwa neema itoshelezayo. Nyosha mikono juu, sema kwa jina la Yesu ninapokea neema itoshelezayo. Somebody cry out, kwa jina la Yesu ninapokea neema itoshelezayo kwenye maisha yangu katika jina la mamlaka la Yesu. Mtu apige kelele haleluya. Mpe Yesu makofi wakati unakaa kwenye nafasi yako. Kwa kwenye hii neema itoshelezayo pia kwenye mabano tunaita neema itunzayo. Hii kishaanza kutosheleza pia na kutunza. Hii tutaiongea baadaye. Lakini leo mimi nataka niongee neema iwezeshayo. Kwa hayo yote nayaachana nayo sasa. Jifanye uje sijaongea. Leo naongea kwa habari ya neema nini? Iwezeshayo. Sasa tunapoongea the grace that enables, neema iwezeshayo ni kitu gani? Neema iwezeshayo, hii ni nguvu ambayo inampa mtu nguvu ya matokeo kinyume na kile anachokistahili, either kwa uzoefu wake ama kwa umri wake ama kwa mazingira yake. Yaani neema iwezeshayo ni nguvu ambayo inampa mtu nguvu. Niwahi kufundisha mahali nikasema kuna kitu kinaitwa nguvu nyuma ya nguvu. Yaani ukisimama ukisema Pastor Fred anahubiri kwa nguvu, unatakiwa uelewe hiyo nguvu uliyoiona wewe, kuna nguvu nyuma ya hiyo nguvu ambayo hujaiona. Na ndio maana watu hawatafuti mimi nikiwa na hubiri nafanya nini, wanatafuta kabla ya kuhubiri. Kwa sababu hapo ndio tuna produce nguvu. Yesu alikuwa akifika mchana, akiamka hivi, akikutana mtu mwenye pepo, anasema mtoke, mwache uende. Ila wanafunzi wakikutana naye
na pepo lile ambayo Yesu angelikemea wanaanza damu ya Yesu irare mema. Na unajua kuna namna pia huwa kuna namna ukiwa deep utamki maneno yalivyo. Yaani baada ya kusema inanena mema inakwenda fanyaje? Irare mema. Na baada ya kuimba hiyo damu irare mema, wanaimba irare mema masaa mawili na bado wanakemea pepo na halitoki. Na bado wameimba damu ya Yesu nafanyaje? Irare mema. Nani ananielewa? Ndo mchungaji wako sasa. You see. Siku moja Biblia inasema mtu akapeleka pepo akakemea. Yesu alikuwa yuko mlimani mpaka anarudi pepo alijatoka. Na bahati nzuri yule mwenye pepo siku ile alikuwa ni mnafiki. Hakutaka ili swala lipite juu juu. Akamwambia Yesu, yaani kwa kweli bora umekuja kwa sababu hawa ndugu zako wamekemea hapa muda tu wa kutosha. Kwa sababu kuna wengine inawezekana walikuwa nakemea mara nyingi hayatoki, ila wale watu wenye wale ndugu wenye mapepo walikuwa wastaarabu. Wanapotezea sasa ameponywa basi ndio tulichokuwa tunakitaka. Ili ukasema hapana, hawa ndugu zako wamekemea sana. Sio kama wewe wamekemea sana. Yesu ndo akasema no, Yesu akalamika. Akasema nitakana ninyi, anasema Yesu akajibu akasema fanyeni enyi kizazi kisichoamini, nitakaa pamoja nanyi hadi lini? Nitachukuliana na ninyi hadi lini? Maana yake kuonyesha kwa nini anasema nitachukuliana. Hii ya kukemea na hayatoki sio ya kwanza. Si ndio ile pale? Au hujaiona? Maana yake wameshafanya mara ya kwanza akawachunia kwamba labda hawajapata. Sasa ni nini kinachomfanya Yesu? Biblia inasema alipotamka tu hiyo akasema mleteni huku kwangu. Unaona lugha ya mamlaka. Hajaimba pambio hapa bado. Ametamka with authority. Mleteni huku kwangu. Alafu Biblia inasema alipofanyaje? Yesu akakemea pepo naye akamtoka yule mvulana. Akapona tangu saa ile. Maana yake ilikuwa kitendo cha haraka. Sasa utajua kugundua kinachomfanya hawa wanakemea masaa matatu haitoki na Yesu anasema mleteni huyu saa ile inatoka ni kitu gani? Ndio kuna nguvu. Mnaelewa nguvu nyuma ya nini? Nyuma ya nguvu, ambao nitakuonyesha pia nguvu nyuma ya nguvu naipataje. Usione mambo yanatokea hivi namna hii. Huwa kwanza tunayatafuta kwenye ulimwengu wa siri, au tukishayapata kwenye ulimwengu wa siri tunakuja kuyatangaza hadharani. Tukiyatangaza hadharani yanatokea kama ambavyo tuliyaona kwenye ulimwengu wa siri. Sasa unaona hii neema ni nguvu nyuma ya nguvu. Na mtu wa Mungu, ni vizuri ukaelewa kwenye maisha yako ya kwamba wakati wote unapoona Mungu anawasaidia watu kwa matokeo kadhaa, uwe unaelewa ya kwamba kuna kitu wamekibeba nyuma, ama kuna siri wanayo nyuma, ambayo hiyo siri inawawezesha wao kufanya hicho wanachokifanya. Na hii siri ndio inaitwa neema iwezeshayo. Na hii neema iwezeshayo inapoingia juu ya maisha ya mtu, huwa inaanza kumpa mtu matokeo. Yaani neema iwezeshayo inapokuwa nyuma ya mtu, huwa inaanza kuvunja taratibu za kibinadamu, huwa inaanza kuvunja protoko za kidunia, huwa ina tabia ya kutokujali mazingira yanasemaje. Neema iwezeshayo ikiwa juu nyuma ya mtu, inaanza kumfanya mtu anastawi akiwa yuko jangwani. Na ndio unaona Ibrahimu na Lutu wanapogombana. Lutu na Ibrahimu wanasema chagua upande, utakapokwenda mimi nitaenda opposite, ukienda kushoto mimi nitaenda kulia. Lutu Biblia inasema alipoangalia akainua macho yake akaona bonde zuri. Akasema mimi nitaenda upande ule. Maana yake kama alipoona bonde zuri, maana yake upande uliokuwa umebaki haukuwa na chochote kizuri. But guess what? Wakati yeye ameona bonde zuri akaenda bila neema iwezeshayo, na kuna mtu ameona jangwa ambalo sio zuri akaenda na neema iwezeshayo, huyu wa huko akaenda kustawi. Huyu aliyeona bonde zuri akaenda kwenye nchi ya Sodoma na Gomora, ambayo baada ya muda mchache yeye kuingia itachomwa moto. Mungu akakupa neema iwezeshayo. Neema iwezeshayo, watu wa Mungu, ndio imelifikisha ili kanisa lililoko hapa. Niambieni, miaka 2 inawezaje kufanya jambo la namna hii isipokuwa Mungu yupo kazini? Na ndio maana utukufu sio wa Pastor Fred, utukufu sio wa mtu yoyote, utukufu ni wa mwenye neema iwezeshayo, ambaye yeye akisema imekuwa. Yeye akisema ya kwamba nitafanya, anafanya. Na huyo ndiye baba yako. Ninatamka na wewe, pokea neema iwezeshayo
iwezeshayo kwenye maisha yako, kwenye kila unachokigusa. Ukienda kazini kwako, neema iwezeshayo. Kwenye familia yako, neema iwezeshayo. Kwenye maono yako, neema iwezeshayo. Kwenye kila unachokifanya, neema iwezeshayo. Kwenye kila utakachokigusa, neema iwezeshayo. Neema inayowezesha ikiwa juu yako, hakuna kitu kinachokufa kwenye mkono wako. Moja kati ya neema Mungu alionipa, nothing dies in my hand. I know. Yani nachokishika lazima kilete maana. Lakini najua kwa sababu nyuma ya mimi kushika kuna mtu amenishika. And let the church say amen. Sasa ndio kugundua, kirudi kwenye maandiko sasa nikusomee. Nakumbuka nilikuwa Wakorintho wa kwanza sura ya ngapi? 15 kuanzia mstari wa 3. Twende pale. Utaona kuna kitu ambacho ukienda hapa Paulo anaanza kutuonyesha kitu. Now, sasa nishike. Anasema kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe. Kwa hiyo maana yake Paulo anachokisema, whatever that is working in me, chochote kinachofanya kazi ndani yangu, nami kuna mahali nimekipokea. Kwa hiyo anaanza kutuonyesha ya kwamba ninyi mnaniona, lakini kuna kitu msichokiona, au mnachokiona sasa ni matokeo ya kitu ambacho ninyi hamkukiona. Anasema kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, na kama inavyo maandiko. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, kama inavyo maandiko. Unaona, alafu hapa anaanza kusema na kwamba alimtokea Kefa. Sasa ukirudi hapo, rudi tu mstari wa 3 pale, utagundua Paulo anaanza kujitambulisha juu ya utumishi alionao, lakini kuna vitu anaanza kuvi-address, kwa sababu amefika mahali ambapo Paulo, kila mtu akisikia Paulo pengine anatetemeka. Wewe kwambia kuna wakati neema huwa inafika wakati huo. People cannot ignore your name. Kuna wakati Mungu anachilia neema, watu wasiopenda kusikia jina lako wanasikia jina lako kwa watu wanaowapenda. You become inevitable. Yani kuna mtu hapendi kukusikia, lakini kuna watu wanawakubali. Anagundua nao wakubali, wanakukubali. Kule nyuma wanapokea. Kwa nikawahubiria watu wa nyuma. Sio kama unanielewa? Hiyo neema ikaanza kufanya kazi kwenye maisha yako. Na hiyo neema ikianza kufanya kazi kwenye maisha yako, mapovu yanapungua. Mungu akupe hiyo neema. Na ndio maana kataliwa na wanadamu wote, lakini kubaliwa na Mungu mmoja. Watu wanasema sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Mtu wa Mungu, sauti ya wengi ni ya wengi, na sauti ya Mungu ni ya Mungu. Kuna wakati Mungu hayupo katika wengi. Kuna wakati Mungu huwa yupo katika mmoja. Kuna wakati Mungu, wakati kuna kina Petro akasema chagueni hivi leo, angalieni kama itawapendeza, ni vyema kwetu sisi kuwasikiliza ninyi ama tumsikilize Mungu. Na ndio maana Mungu mmoja akisema mbele tembea, na wanadamu 100 wakisema utoboi, unatoboa katika jina la mamlaka la Yesu Kristo, kwa sababu aliyesema anaposema huwa anaviamrisha, hata visivyo na masikio vinasikia. Katika jina la Yesu, chochote ambacho umekisikia kutoka kwa Bwana, uchumi unakataa, kifanye. Mazingira yanakataa, kifanye. Watu wanakataa, kifanye. Dunia yote imekugeukia, kifanye. Possibilities zinakataa, kifanye. Sayansi inakataa, kifanye. Mazingira yanakataa, kifanye. Kwa sababu mwisho wa siku anasema neno langu halitanirudia bure, bali litakwenda na kutimiza mambo yote niliyoyaambia. Ninatamka kwa neno la Bwana, matamko yote yaliyotoka madhabahuni juu yako, yote Bwana atakutimizia. Nasema kila tamko lililotoka kwenye madhabahu hii halitaanguka hata moja, kwa jina la Yesu. Ninatamka juu yako baraka zote za madhabahu zitatimia kwako kwa jina la Yesu. Ninatamka juu yako kila ambacho Bwana amekiahidi juu yako
rahisi kukiona kwa macho yako kwa jina la Yesu. Kama unapokea piga kelele, napokea. Mtu mmoja sema haleluya. Kaa chini kwenye nafasi yako tafadhali. So you see, Paulo anaanza kutuonyesha now, but for me, na unaona kule chini anataja neema. Nitakuonyesha mambo ambayo kadhaa anayataja. Lakini huyu Paulo alikuwa na vitu vingine vingi sana vya kuvitaja. Leo nataka nikufundishe Paulo nani, ili uelewe. Utaona anasema mstari wa 4, mstari wa 5, niende mstari wa 5. Mstari wa 5 anasema tena alimtokea Kefa na tena wale 12. Maana yake Paulo anakiongea hapo, anasema jamani, mimi mnayeniona na ubiri hivi, mimi sikuwa kwenye list ya watu waliotakiwa kuwa wahubiri. Tuanze kuliangalia ili andiko. Rudi mstari wa 3. Twende taratibu tufanye exegesis. Anasema kitu gani? Kwa maana anasema naliotolea ninyi yale mwanzo ambao niliyapokea mimi mwenyewe, kwa kuwa Yesu Kristo alikufa kwa dhambi zetu kama ninavyo nini maandiko. Alafu anaanza mstari wa 4, anasema na yakuwa alizikwa na siku ya tatu alifanyaje? Alifufuka kama yanenavyo nini maandiko. Ona kuanzia mstari wa 5. Anasema na yakuwa alimtokea Kefa. Mnajua ya kwamba Yesu katika watu ambao alidili nao personally alipofufuka ni Petro. Kefa hapa maana yake ni Petro. Kefa, Peter, Petero ni kitu kimoja. Anasema kwa alimtokea nani? Kefa. Alafu tena na wale 12. Kwa anasema Yesu akiwa duniani watu ambao alikuwa anakutana nao ni Petro na wale mitume 12. Maana yake kwa Kefa Paulo anasema mimi sipo. Kwa mitume 12 mimi sipo. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Na baadaye, yani maana yake baada ya kuwatokea hao 12 kama haikutoshi, akawatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja. Katika hao 500 mimi sipo. Nakufundisha neno. Anasema watu 500. Katika hao wengi wanaishi hata sasa. Yani maana yake wanakumbukana wale waliokuwa kwenye chumba ambao Roho Mtakatifu alishuka. Kamanda mwingine inaonekana alirudi kufanya biashara zake. Kamanda unakumbuka siku ile? Baba nakumbuka. Aisa ile ndimi za moto zilikuwa ziko juu yetu. Lakini kuna watu ziliwasaidia na kuna watu wasikuwahi kuwasaidia kitu. Anasema na wale 500. Kwa hiyo kwa Kefa hayupo. Kwa 12 hayupo. Kwa 500 hayupo. Alafu anasema na baadhi yao wengine wanaishi hata sasa na baadhi yao wamelala. Mstari wa 7 anasema kitu gani? Na baadaye akamtokea tena Yakobo. Hayupo. Maana yake Yesu alikuwa na bachi ya kwanza, Paulo hayupo. Bachi ya pili, Paulo hayupo. Bachi ya kwanza ilikuwa nani? Ya Kefa. Hayupo. Ya pili ilikuwa nani? 12. Hayupo. Ya tatu ilikuwa ya nani? Watu 500. Hayupo. Ya 4 ni ya nani? Ya Yakobo. Hayupo. Ya 5 ni ya nani? Ya mitume wote. Hayupo. Maana yake Paulo hayuko second selection. Yani first selection, second selection, third selection, fourth selection, fifth selection. Hayupo kwenye yoyote. Yani maana yake Paulo kama waliomaliza form 4 2010 alifeli. Ikaja batch 2011 akafeli. Ikaja batch 2012 akafeli. Ikaja batch 2013 akafeli. 14 akafeli. 15 hayupo kwenye candidate. Lakini anakuja kutokea hapa. Anasema mstari unaofuata, mstari wa 8, na mwisho wa watu wote alinitokea mimi. Yani maana yake, alafu anaandika, anasema ni kama mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake. Anachojaribu Paulo kukionyesha hapa, hii neema iliyonikuta mimi ndio sikutakiwa kuwa mtume, maana kwa wa kwanza sikuwepo, wa pili sikuwepo, wa tatu sikuwepo, wa 4 sikuwepo, wa 5. Anachokwambia Paulo, mimi ninachokifanya sio historia. Mimi sina historia na hicho ninachokifanya, maana historia yangu wakati wanatokea wa kwanza mimi nilikuwa na waua waliotokea. Wanatokea bachi ya pili nilikuwa na waua, lakini akaja kunitokea mimi. Mimi ninaomba Mungu atakutokea wewe ambaye hauna historia na maono ambayo Mungu ameweka ndani yako. Sio babu yako amewahi kufanya, sio baba yako amewahi kufanya, sio mjomba wako amewahi kufanya. Mungu akakupa neema. Ukiangalia ni nani kwenye ukoo wetu amewahi kumiliki ninachomiliki, unaona mtu wa kwanza hayupo, wa pili hayupo, wa tatu hayupo, wa 4 hayupo, wa 5 hayupo. Huyo ndiye Mungu ambaye anaweza kuinua watu waliokataliwa, anaweza kuinua waganga na wakawa watumishi wakubwa, anaweza kuinua familia za watu masikini zikawa familia za watu wanao
wanaolisha watu maelfu. Anaweza kuinua watu waliokatiwa tamaa. Anaweza kuinua watu waliosema haiwezekani. Anaweza kuinua watu ambao wamesema haitakuwa na ikawa. Na huyo mtu ni wewe unayenisikiliza hapa ndani. Na kwa neema hiyo ya madhabahu ambayo Bwana amenipa kwenye mji wa Dodoma, hiyo neema ambayo Bwana amenipa kwenye taifa la Tanzania, ninatabiri juu ya maisha yako kama kinywa cha Bwana. Unapokea mafuta hayo mwanangu, nasema unapokea mafuta hayo hayo, mafuta hayo hayo ya kutokewa dakika ya mwisho. Walipodhani ya kwamba wewe sio candidate, watashangaa kwenye klabu yetu hatumjui, wewe umepitia uongozi wapi, lakini ndio umeshakuwa kiongozi tayari. Watashangaa, wewe mbona una historia na hii kazi unayofanya, lakini ndio umekalia kiti tayari. Kaya takapaya daka rika yanda pokosika. Hiyo ndio neema inayotembea kwa madhabahu. Watu wanaangalia, inakuwaje kamchungaji kana namna hii, kanajenga kanisa la namna hii? Si mimi bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Wanaangalia aina ya washirika, wanasema kule mbona kama ni watoto wadogo, lakini wanafanya mambo makubwa. Sio kwa sababu ya umri. It is not by might, it is not by power, but by the Spirit of the Lord. Sio kwa uweza, sio kwa nguvu, bali ni kwa Roho ya Bwana. Mtu mmoja dakika moja mshukuru Bwana kwa neema hiyo. Mshukuru tu Bwana dakika moja kwa neema hiyo. Mshukuru tu Bwana dakika moja kwa hiyo neema imekuja juu yako. Anasema neema ya Bwana imefunuliwa. Ndio hiyo inafunuliwa kwa neno la Bwana. Ndio hiyo inafunuliwa kwenye maisha yako. Ndio inafunuliwa katika jina la Yesu. Neema hiyo inakuja juu yako. Dakika moja nyosha mikono yako, mwambie Baba, nataka hiyo neema. Baba shakana mayarada basheke bagadaba reka yadaga sika bagaba ye yada baba kadaba elelelele ba yadaga bashika. Neema hiyo imeachiliwa kwenye ibada ya leo. Let the church say amen. Let the church say amen. Let the church say amen. God has spoken, and let the church say amen. Sema amina, mpe Yesu makofi ya utukufu katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. You see, anasema baadaye akanitokea mimi, kaa chini kufundisha. Si kama mtu aliyezaliwa kwa wakati wake. Wanasema it's like I was out, yani mimi nilizaliwa kama njiti kwenye utumishi. Alafu angalia, anasema maana mimi ni mdogo katika mitume. Anaanza kukuonyesha pengine ni mdogo kiumri, ni mdogo kiexperience, ni mdogo kiuzoefu. Unajua kuna watu wanaioni mji, anasema si ndio watu wa mji hapa. Paulo ukimweka kwenye watu wa mji hayupo. Kuna watu wanaoni umri, anasema si ndio wazee, kwenye wazee hayupo. Pengine kuna watu wanaoni experience, Paulo kwenye experience hayupo. Kuna watu wana own historia ya kwamba mimi natokea, unajua sisi tumezaliwa tunafanya mambo haya. Paulo kwenye kuzaliwa hayupo. Anasema maana mimi ni mdogo kuliko mitume, nisiye stahili kuitwa mitume kwa sababu nililiudhi kanisa la Mungu. Yanasema hichi leo unachokifanya mimi nilikuwa against na hichi. Maana yake Paulo anatuonyesha hakuna mwenye dhambi kiasi cha kutosha Mungu asiweze kuyageuza maisha yake na kumtumia. Na ili uelewe hapa Paulo anaposema niliudhi, gaidi wa kwanza anayeonekana kwenye Biblia wa kupinga Ukristo ni Paulo. Just in case. Leo tunapotaja makundi ya kigaidi ambayo yanaua Wakristo kwenye mataifa, gaidi wa kwanza aliyetokea dhahiri kwenye historia ya kanisa ni Paulo. Ambaye yeye sio tu kwamba alikuwa anaua, alikuwa mpaka ana barua ya kuua.
Na hiyo barua haijatoka tu kwa watu hivi hivi, imetoka kwa watu, viongozi wa dini wamemwandikia barua. Ukikuta mtu yoyote pita naye. Kwa taarifa yako, siku Stefano anapigwa mawe anakuwa crucified, mtu alikuwepo pale ni Paulo. Biblia inasema wakachukua mavazi ya Stefano wakayatupa kwenye miguu ya Sauli. Maana yake ilikuwa ni kama kitendo cha Sauli kuapprove kile kilichotokea kwa Stefano. Kwa hiyo Sauli anajua, Paulo anajua ya kwamba mimi kuna mambo yalitokea, yani sikustahili. Alafu angalia sasa mstari wa 9, anasema mstari wa 10, baada ya kututambulisha hicho kitu chote, anasema lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Ni neema gani anayozungumzia hapa? Ni neema iwezeshayo. Watu wa Mungu, neema iwezeshayo ikikukuta, haijali umri, haijali fedha, haijali status, haijali ulikotokea, haijali historia, inapita na wewe na inaenda kukutambulisha kwa namna ambayo sio ya kawaida. Watu wa Mungu, mimi niliyesimama hapa, niambieni ni nini kama sio neema ya Mungu inayowezesha kwenye maisha ya watu? Sitaacha kusema sio kwa baya. Mimi nafungua hili kanisa, neno nililoambiwa. Wewe huwezi kuwa mchungaji, wewe unaweza kuhubiri, ila kuchunga huwezi. Ndio neno la kwanza nililolisikia. Watu wakikusanya kusema mshaurini, wewe unaweza kuwa, wewe ni mhubiri mzuri, ila you cannot be a pastor. Ndio neno la kwanza nililolisikia. Hivi nyewe mnavyoona mimi sio mchungaji? Lakini wakati nalitafakari ile neno, moyoni niliamua kulikubali kwamba it is true, it might be. Mimi siwezi. Kwa sababu namna ya kuactivate neema ifanye kazi ndani yako ni kutambua kwamba wewe ni mdhaifu. Kwa kuna wakati watu wanatamka udhaifu wako, usione wanakushusha, wanakupeleka kwenye magoti ili uende ukamwambia Baba, ona walichokisema, ona wanachoniambia, ona. Ndio maana mimi naliaga nasema, Mungu usiponishika nina prophecy mbaya kwenye midomo yao. Imagine watu waliosema wewe huwezi kuwa mchungaji, unaweza kuwa mhubiri, wanasubiri nini kitokee? Anguko likitokea tuliyosema, unajua sisi ni wataalamu haya mama. Lakini uzuri kilichosema sio kinywa cha Bwana. Maombolezo anasema, je, ni nani atakayesema neno nalo likawa, ikiwa Mungu hajaliamuru liwe? Na I am not speaking out of bitterness. Siongei kwa ajili ya uchungu, lakini that is the truth. That is the truth. Leo tunasherehekea miaka 2. Nyinyi mnakumbuka mimi niliambiwa nafundisha mafundisho ya Shakahola, nikashtakiwa polisi. Asi ni miaka 2 ya kanisa, ngoja niwaambie kila kitu. Nikashtakiwa kabisa, nikaitwa niandike na barua ya maelezo. Wewe ni nani? Unafanya nini? Kwa sababu kuna watu wanasema huyu kijana msipomwangalia atatuletea kabisa. Mtu ameamka asubuhi, akapiga mswaki, akaoga, akavaa na nguo, akaenda kwenda kunishtaki. Na thank God hatumjui na hatukutaka kumjua na hatutaki kumjua mpaka kesho. Bahati nzuri alikwenda kushtaki yule ambaye alikuwa mkuu wa kituo wakati huo, mimi ni jirani yangu. Kwa nafika niambia, mchungaji, huyu ndio wewe? Haya maneno ndio wewe? Hapo aliposema alikuwa anafungua sasa aniambie nani amesema. Nikasema hapana, mtaharibu moyo wangu. Watu wa Mungu, niwaambieni, siri ya kulinda moyo wako haipo kwa Mungu, ipo kwako. Na namna unalinda moyo, wakati mwingine usijue kila kilichosemwa kimesemwa na nani. Wewe una kipawa cha umbea ambacho kinataka kila mtu alisema ni nani? Niambie ni nani aliyesema, ni nani? Unataka no. Wakati mwingine utaambiwa na moyo wako utavurugika. Ndio unaanza kuona mtu anakuambia, pastor, moyo unadundia huko upande wa mgongoni. Nadunda. Kwa sababu Biblia inasema adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake mwenyewe. Siku nirudi nikamwambia mke wangu, kitu kosa tutafanya ni kujua ni nani aliyesema na ni nani aliyefanya hichi. Mioyo mpaka leo tumepona. Kwa sababu ukishajua ni nani, utareverse.
Na ngoja nikwambie, kuna nyakati Mungu anapotaka kukusafirisha umbali mrefu, huwa anatumia vinywa vya watu. Wanatumika kama wajumbe wa Mungu wa kukuondoa kwenye mikono ya watu, ili siku unapoinuka sifa na utukufu vio vya Mungu na visiwe vya wanadamu. Maana kuna wakati wanadamu wakikushika mkono watasema bila sisi. Watu wa Mungu, mimi ninaweza nikawa mchungaji, Mungu amenitumia neno kwa ajili yenu na wachunga, lakini siku ambayo nitakuwa nimekosea kudhani bila mimi wewe usingeinuka. Yaani I thank God umeinuka kupitia mikono yangu, lakini isingekuwa mikono yangu Mungu angetuma mtu mwingine kutoka mahali pengine kwa namna nyingine na akakufanyia muujiza. Lakini mimi namshukuru Mungu kwa sababu huyo mtu mwingine ni mimi, aliyefanya kwa namna nyingine ni mimi. Kwa hiyo ninamtukuza Mungu kwa ajili. Ndio maana Mungu akikupa kusimama na maisha ya watu, usishike bango bila mimi, bila mimi. Wewe sio Elohim, wewe sio Jehova Nisi, wewe sio Mikadesh, wewe sio Eligibo, wewe sio Shalom. Wewe ni kiumbe. Yaani wewe kwenye list ya viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia, and the good news, huyo Mesia sio wewe. Sijajua kama nahubiria injili hapa. Unaona? Anasema na kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Maana Paulo anatambulisha hapa sasa kwenye mstari wa 10 ya kwamba whatever that is happening in my life ni neema ya Mungu. Anasema na neema yake ilivyo kwangu si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Sasa hilo nitaje kuonyesha baadaye, lakini tuangalie Paulo anasema wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Huyu anayesema si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami ni nani? Alikuwa na uwezo gani? Ngoja nikufundishe. Twende darasani. Ni rahisi kudhani huyu mtu alikuwa ameshindwa maisha. Huyu sio kama ananilia Petro, nifuata, anamfuata. Huyu hata kukamatwa kwake alipigwa kwamba upofu na sauti juu, Sauli, Sauli unaniuzi, na bado haoni, anasema ni nani ninayekuuzi? Sio kama mnanielewa kichwa cha Sauli kilivyokuwa. Yaani kapanda juu ya chombo, kimepigwa, kimeanguka, amepigwa na upofu, haoni, anasikia sauti, yani from heaven, from somewhere unseen, unaniuzi. Anasema nani wewe ninayekuuzi? Yesu akasema mimi unaniuzi mimi Yesu. Na Yesu akaona, na ndio maana asemaga sio watu wote wataokoka kwa hiari. Kuna wengine tutawaokokesha. Unamkamata mwizi amekuibia kitu chako, ndio saa kuvuna nafsi. Unanielewa? Unamwachilia vitu fulani kidogo ambavyo ni alama ya ukumbusho, alafu unamwambia piga magoti chini, nyosha mikono juu, sema Bwana Yesu, nakuja kwako, mimi ni mwenye dhambi. Namwambia tamka. Wewe unafikiri huyo atakataa? Hawezi kukataa. Ndio Paulo alishikwa hivi. Sasa haoni ataendeleaje kufanya mishe zake? Anaambiwa nenda kwa mtu anaitwa Anania, atakuelekeza yapasao kufanya. Kaenda kule amekaa, maana yake huyu hakuokoka. Huyu aliokokeshwa. Biblia inasema nendeni nje ya mji mkawalete na mkawavute. Sio wote mwambie karibuni. Kuna mwingine jirani yako unamkaribisha kwenye ibada haji. Unaenda, sio nani ananielewa hapa. Unaenda anakuambia sina nauli, unamwambia nauli hiyo hapo. Sina Biblia, Biblia hiyo hapo. Sina mtu wa kwenda naye huyo hapo. Sina usafiri, mnamteka, mnamweka kwenye gari, mnakuja naye kwenye ibada. Kumteka ni kumshurutisha. Mbona mnaniangalia hivyo bwana nyinyi? Mnamchukua twende ibadani. Unafungua mlango utaingia kwa lazima. Na anaingiaje kwa lazima? Mnamweka katikati, mtu anakaa huko anakaa huko. Hapa ni kanisani kwetu. Ndio ilivyokuwa kwa Paulo. Sasa unaona huyu Paulo anayejielezea hivi. Mimi nilidhani Paulo angesema haya yote yanayotokea kwenye maisha yangu mimi nina elimu. Haya yote yanayotokea maisha yangu mimi nina ustadi. Haya, ngoja kuonyesha mambo matano ambayo nilikuwa nayasoma leo kwenye Biblia na yaandika kwa ajili ya Paulo. Jambo la kwanza, huyu Paulo anayesema si mimi bali neema ya Mungu. Kwanza, jina lake alikuwa anaitwa Sauli. Na watu wengi huwa tunadhani alikuwa anaitwa Sauli kabla ya kuokoka. Alipookoka akaitwa Paulo. Yaani kama ambavyo Mungu alimbadilisha jina Ibrahim
Kama utaitwa, hautaitwa tena Abraham, utaitwa Ibrahim. Kama ambavyo Mungu alimbadilisha jina Jacob, hautaitwa tena Jacob, utaitwa Israeli. Na tunadhani, unajua Sauli alipokuwa analiuzi kanisa la Mungu, lakini baadaye Mungu akamgeuza akaitwa Paulo. Na wewe unabadilishwa jina. Hamna hiyo, hata kama walishangilia ulikosea. Mnataka kunipiga? Semeni amen basi niwahubirie vizuri. Sasa Paulo alikuwa na uraia pacha. Sauli ni jina la Kiebrania. Kwa alikuwa akiwa kwa Waebrania ndio anaitwa Sauli. Kwa hiyo it has nothing Sauli, ndio maana kuna watu hawaiti wananilia watoto wao majina Sauli. Sababu Sauli ninajua hiyo jina ni mtu anayemuuzi Mungu. Sauli haimaanishi ila ukaenda ukataka kumuita Sauli ukamuita Jacob. So unaona, Paulo ilikuwa ni jina lake la Kirumi. Na ndio maana Paulo alikuwa akirudi kwa Matendo ya Mitume kule kwa ndugu zake wanamuita Sauli. Ila akienda kwenye mataifa anaitwa nani? Paulo. Kwa sababu Paulo alikuwa na uraia pacha. Kwanza, back then mtu kuwa raia wa nchi mbili inakuonyesha tu financial status ya huyo mtu iko vizuri. Wewe uwezo ukawa uraia wa nchi moja umekushinda, unataka mzigo tena wa nchi nyingine. Nani ananielewa? Mbona mko serious? Nani ananielewa? Aseme amen hapa. Yaani uwezo ukawa uraia wa nchi moja umekushinda, unataka kuongeza tena mzigo mwingine. Ulipe kodi mara mbili. Haiwezekani. Kwa hiyo kuna kitu ambacho unakiona kuhusiana na Paulo. Kwanza alikuwa ana uraia pacha. Lakini unaona eneo ambalo Sauli alikuwa amezaliwa, Sauli ama Paulo alizaliwa Tarso, katika mji unaitwa Kilikia, ambao hii Tarso leo ndio Uturuki. Kwa Sauli pia, jambo la pili, hajazaliwa kijijini. Sauli ni mtoto wa town. Kuna mahali na kutafuta. Na hii utendo utaiona kitabu cha Matendo ya Mitume sura 22 mstari 28. Naweza nisione yote. Lakini kwenye swala la kwa tunaona Paulo kwanza, financial status haraka inatuonyesha mtu mwenye uraia pacha hapa yuko vizuri. Jambo la pili tunakuonyesha kwamba Paulo kwamba alikozaliwa amezaliwa Tarso, sehemu ambayo imestarabika toka za wakati wa zamani. Kwa Paulo sio tu kwamba ameshindwa maisha, hapana, yuko tu pale vizuri. Lakini eneo la tatu, elimu ya Paulo wanasema alikuwa amesomea sheria ya Kiyahudi na alikaa chini ya mwalimu bora wa Kiyahudi anaitwa Gamalieli. Na kwa nilikuwa naangalia ukiconvert Paulo kwa sasa tungeweza kusema alikuwa na PhD ya sheria ya Kiyahudi. PhD. Hajatunukiwa. Ni PhD. Sio kama unanielewa. Ambao utaona hii Matendo ya Mitume sura 22 mstari wa 3 anatuonyesha pia ya kwamba Paulo alikuwa amekaa. Lakini pia jambo la pili, Paulo alikuwa ni mwanasheria wa Kifarisayo ama mtaalamu wa Torati. Hao Mafarisayo hao walikuwa wanaijua Biblia nje na ndani. Yaani wewe ukitaja kifungu, yeye anataja cha mbele yake. Wakati wewe unasoma ndipo anakuambia hapo kuna mkato. Kitu kingine unaona elimu yake, nimeshakwambia hicho kitu. Lakini pia elimu yake ilikuwa ni elimu ya hali ya juu kwa kiwango cha Kiyahudi, na sio tu Kiyahudi na Kirumi. Kwa hiyo Paulo alikuwa ni msomi Uyahudi na ni msomi kwa Warumi. Na ndio maana unaona kuna wakati fulani akiwa yuko kifungoni gerezani, anamwagiza mtu anayekuja kumuona, anasema naomba uniletee na vile vitabu vyangu, hasa vile vya ngozi. Maana yake Paulo alikuwa na vitabu vya ngozi. Yaani Karisti anasema mniletee, naomba utakapokuja uniletee na vile vitabu vyangu, hasa vile vyangu. Huyu jamaa kichwa ilikuwa iko vizuri. Eneo jingine ngoja nikuonyeshe juu ya Paulo alikuwa anafanya kitu gani. Paulo alikuwa ana uwezo wa kuzungumza lugha 4. Utaona mtume Paulo alikuwa anaweza kuzungumza lugha ya Kiebrania ambayo ndio Torati ya Wayahudi nimekwambia. Lakini lugha ya pili Paulo alikuwa anaongea ni Kiaramu. Hii lugha ya Kiaramu ndio ile nilikwambia Yesu alikuwa anaongea, ni lugha ya siku za Wayahudi ama kama Kiswahili leo cha kwetu, ambayo hiyo lugha sio ya Wayahudi, lakini kuna Kichaga na Kiswahili. Kwa kuna Kiebrania na Kiaramu, Kiaramaiki. Kwa nimekwambia yani Paulo Kiebrania ni Kisukuma, Kiaramaiki ni Kiswahili cha wakati huo. Kwa hiyo anaongelea Kiebrania, anaongea Kiaramaiki. Lakini pia nikawa nasoma Paulo anaongea pia Kigiriki. Lakini pia Paulo alikuwa anaongea Kirumi. This is the man.
ambaye sasa Mungu anamtumia. Sasa huo ni upande wa qualifications za kawaida. Alipookoka, mzigo aliyoupiga Paulo kwa miaka aliyokuwepo. Hivi mnajua fundisho la Kikristo, nusu ya fundisho la Kikristo lote tunalolifundisha leo, mwalimu wa hilo fundisho ni nani? Paulo. Agano la Kale hii karibu yote, vitabu vichache sana, vingine vyote vilivyosalia ameviandika nani? Paulo. Mileage alizokava Paulo kuhubiri Injili, na kumbuka sio Israeli, ni nje kwa watu wa mataifa. Yaani huyu Paulo amewahi kusafiri na meli, alafu anaonyeshwa meli inazama, alafu anawaambia watu tunapoenda meli tazama, lakini msio na wasiwasi hata kufa mtu. Alafu wakati wanadhani anatania, meli inafanyaje? Inazama. Wanafika upande wa pili, wanafika mahali Biblia inasema wakiwa wanaona baridi, wanaenda wanaota moto. Katikati ya moto kuna nyoka akatoka kwenye moto, akamng'ata nani? Paulo. Na Biblia inasema watu wa mji ule walivyoona ameng'atwa Paulo wakasema mtu huyu amelaaniwa, amekoswa na maji, anakuja kung'atwa na nyoka. Na huyo nyoka aliyeng'atwa, ukisoma historia unasema huyo nyoka alikuwa hamng'ati mtu, akasurvive 5 minutes. Kwa Biblia inasema wakawa wanamuangalia, wanasubiri ataanguka saa ngapi. Ndio kwanza Paulo likafanyaje? Akakung'uta hivi. Watu wa Mungu, kang'atwa na nyoka, akafanyaje? Akakung'uta hivi, afu akaendelea kuota moto. Anambia sasa, unajua wakati unakuja, yani mimi hao watu ndio naoelewaga kwenye Biblia hawa. Utawekewa mitego haitakunasa wewe kwa jina la Yesu. Unajua kinachoongelea nini? Paulo alikuwa ana immunity ya Mungu ndani yake. Ni nyoka. Alafu anaendelea na maisha mengine. Lakini imagine, hataji qualifications hizi zote ya kwamba unajua mimi pia hata kwenye utumishi huu. Paulo huyu tunaongea aliwahi kuandaa mkutano, mkesha. Na kwa sababu pia Paulo hakuwa mhubiri mzuri, akahubiri watu wakasinzia. Mtu akaanguka kwenye gorofa akafa. Paulo akafanyaje? Akamfufua. Ila hataji nina neema hii kwa sababu unajua mimi na nguvu ndani yangu. Hataji hicho kitu. Huyu Paulo safari alizotembea kwa mguu, safari za kitume, theologians wanasema alitembea kilomita 3000 kwenda kutangaza Injili kwa miguu yake. Hasemi ni kwa sababu ya namna mimi nilivyozunguka. Yo tumehubiri kwenye nchi hii. Hamention. Huyu Paulo hasemi unajua mimi wakati nakaa na Gamalieli, kuna shule Gamalieli alikuwa ananiambia, nyie hamwezi kuelewa haya mambo, hamwezi. Unamjua Gamalieli wewe? Ona, umjui. Hasemi hiyo. Lakini Paulo mstari wa 10 anasema lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Mtu wa Mungu, elimu sio mbaya, lakini elimu haitoshi kufanya vitu vikatokea kwenye maisha ya watu. Mtu wa Mungu, experience sio mbaya, lakini experience haitoshi. Ikiwa Mungu amekupa neema ya kutafuta elimu, soma sana, itakusaidia. Ikiwa Mungu amekupa experience, tafuta sana experience, itakusaidia. Ikiwa Mungu amekupa lugha 4, tafuta sana lugha 4, zitakusaidia. Lakini hivi vyote Paulo haviweki kwenye qualification ya yeye kuwa alivyo. Then anasema lakini kwa neema ya Mungu, sio kwa PhD niliyoichukua, sio kwa wanasheria wangu, sio kwa lugha 4 ninazoongea, sio kwa uraia pacha, sio kwa safari za kitume nilichofanya. Anasema kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Then kabla hatujamwangalia Paulo, tuiangalie neema. Manake Paulo ametupa kodi kwamba kilichonifanya hivi ni neema. Watu wachache wananielewa. Watu wachache wananielewa. Kama unaelewa sema haleluya. Kama unaelewa sema haleluya. Kwa hiyo sasa, pamoja na uzuri wa mambo yote, lakini leo natamani uondoke hapa ndani umwambie Baba, nataka neema yako kwenye maisha yangu. Sasa nimeshakufundisha neema ni nini. Sasa namna gani unachochea hii neema ifanye kazi kwenye maisha yako? Ndio funguo sasa zinapoingia. Jinsi inapoingia ndio hapo. Namna ndio inapoingia hapo. Nilikuwa nadhani leo sitoki na namna. Haya, namna ya kuchochea neema. Maana kila mchungaji huwa anataniwa na jina la watu wake wanamuita. Sasa msimu kama mnaita mchungaji wa funguo.
Sasa funguo za kuactivate neema kwenye maisha yako. Kitu cha kwanza, ili neema iwezeshayo ianze kufanya kazi kwenye maisha ya mtu. Leo nitamaliza mapema, naomba univumilie tu. Natamani nikuonyeshe funguo ya kwanza ambayo Paulo anatuonyesha ni kumpenda Mungu. Watu wa Mungu, nitawafundisha kumpenda Mungu mpaka siku mtakapompenda Mungu. Na mkishampenda Mungu, nitawafundisha kumpenda Mungu mpaka siku mtakapompenda Mungu. Funguo ya kwanza ya kuactivate neema ya Mungu kwenye maisha yako ni kumpenda Mungu. Watu wengi tunatamani kutumiwa na Mungu, si kwa sababu tunatamani kutumiwa na Mungu, ila kwa sababu tunatamani faida zitokanazo na kutumiwa na Mungu. Kwa sababu Mungu akikutumia na kufanya kuwa maarufu by default, whether you like it or not. Mungu akikutumia na kufanya uwe na fedha, anasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani mbele yangu na nimekupenda, hivyo nitafanyaje? Nitakutumia watu. Alafu wale watu wanaokutumia wanakuja kuleta vitu kwenye maisha yako. Maana Mungu akikutumia, kibali huwa kina attract watu, wanakuja na manemane na uvumu. Kwa hiyo inawezekana kuna mtu anataka kutumiwa na Mungu kwa sababu anaona fame. Kuna mwingine anaona mtu akifanya watu wanaanguka hivi, anasema pastor, pastor. Na hivi vijana wengi ndio wanapendaga. Ukienda mahali ukihubiri unakuta mtu anakuja hapa, pastor, kuna namna ukisema haleluya, kwa unakuta kilichomfanya atamani ile haleluya, wala kuna kitu ulifaidi sana. Sasa haya yote ni mazuri, lakini funguo ya kwanza ya kuactivate neema iwezeshayo kwenye maisha yako, wakati unaona utumishi usione umaarufu, wakati unaona utumishi usione fedha, wakati na utumishi sio lazima uwe mchungaji. Unaweza kuwa ni mfanyabiashara na kuwa mtumishi wa Mungu kupitia biashara yako. Kwani watu wakisoma wasio na uwezo wa kusoma kupitia fedha zako, wewe ni nani? Mtumishi wa Mungu. Usione fedha, moyo wako uwe katika kumpenda Mungu. Ndio kwenye ile Warumi 8:28 anasema nasi tunajua katika mambo yote Mungu hufanya kazi. Kwa sababu kama neema, asante Roho Mtakatifu, ni nguvu nyuma ya nguvu, hiyo nguvu inaletwa na mwenye nguvu. Mwenye nguvu ni nani? Ni Mungu. Sasa una activate vipi? Ndio hii Warumi, twajua katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Kwa hiyo kumbe kuna kufanya kazi ya Mungu na kuna kufanya kazi pamoja na Mungu. Kuna kufanya biashara na kuna kufanya biashara pamoja na Mungu. Kuna kusoma na kuna kusoma pamoja na Mungu. Kuna kuwa kiongozi na kuwa kiongozi pamoja na Mungu. Kwa hiyo kuna namna mbili unaweza kuchagua kufanya chochote unachokifanya kwa jitihada za masters yako, kwa jitihada za elimu yako, kwa jitihada ya background yako, ama kuchagua kufanya kazi pamoja na Mungu. Lakini funguo inayo activate kufanya kazi pamoja na Mungu ni kumpenda Mungu. Na mpendaje Mungu? Kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote. Alafu kumpenda Mungu sio kazi. Kumpenda Mungu ni kumpenda Mungu. Huhitaji kuwa perfect kumpenda Mungu, ila unahitaji kumpenda Mungu ili Mungu aperfect maisha yako. Huhitaji kuwa na miaka 30 kwenye wokovu kumpenda Mungu. Unahitaji tu kumpenda Mungu. Kinachomfanya Paulo anafika mahali Mungu ameshamuelekeza, wewe uhubiri huku kwa watu wa mataifa, huku Israeli usije, huku kuna wenzako, ila bado wanataka kwenda. Agabo anatokea nabii, anavaa mkanda wake, anasema mwenye huu mkanda atapigwa mpaka afe. Alafu Paulo mwenye anagundua ule mkanda, anaangalia vizuri, anaona ni wa kwangu, anasema msimtishi, naenda. Na kweli alipopika alipigwa kweli. Inafika mahali Paulo anaandika, anasema nilitamani sana kuja kwenu, lakini Roho alinizuia. Yaani mpaka mahali inafika Paulo, Roho Mtakatifu anamwambia Paulo usiende kuhubiri. Paulo amezuiwa mara mbili. Aliwahi kuzuiwa na Roho, aliwahi kuzuiwa na shetani. Kwa hiyo shetani hii tunaita vita ya kiroho, huu ni upingamizi. Lakini inafika mahali anasema lakini nilitamani sana kuja kwenu, Roho akafanyaje? Akatukuzuia. Maana Roho Mtakatifu anambia blaza, unahubiri sana, tulia, pumzika. Na walipoona haelewi kupumzika, ndio wakaamua kampumzishie gerezani. Haelewa nyumbani.
Na ndio maana mimi naenda likizo. Mimi sio mkombozi wa dunia. Amen. Sema amen. Na wahubiria ambao nitaweza kuwafikia. Ambao sitaweza kuwafikia na mwachie Yesu na watumishi wengine. Unasema mimi nitakuwa nahangaika. Utobo. Mimi injili yangu nyepesi, tubu. Usipotaka usitubu. Yes. Mimi nihangaike wewe nisilale wewe kisa wewe utubu. Wewe. Tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umefanyaje? Umekaribia. Ila usipotaka mchafu azidi kuwa mchafu. Nimekupa andiko, mchawi aloge, mtakatifu azidi kuwa mtakatifu. Nikimaliza nasema nyosha mikono yako juu, tumshukuru Mungu. Nafunga iPad. Naenda kupumzika. Nasema pastor hiyo ngumu, ni kweli. Lakini ndio iko ilizo. Sasa haya mambo yote kwa nini Paulo anayafanya? Tuje kugundua wakati huo sio kwamba alikuwa anaingiza fedha. Ilifika wakati Paulo yeye ndio anatafuta fedha ili awahubirie watu injili. Anahubiri jioni, asubuhi mpaka jioni, anashona mahema, anaenda anauza mahema, matenti ili apate hela ya kuwahubiria watu injili. Anawaambia wa Filipi, sio kwamba mlivyoniletea na shukuruni, lakini sio kwamba nilikuwa natamani sana hela zenu, ila tu Mungu awabariki. Sio, unaona moyo wake. Maana yake Paulo chochote alichokifanya kilikuwa kimefungamanishwa na kumpenda Mungu. Sasa tafuta watu wote waliompenda Mungu kwenye Biblia. Muone Daudi alivyompenda Mungu. Muone Yusufu aliyempenda Mungu. Muone Ibrahimu aliyempenda Mungu. And good enough, hao watu wote ambao Biblia inasema walimpenda Mungu, hatuwaoni wakiwa perfect 100%. Ila tunaona wakiwa na upendo kwa Mungu. Ibrahimu alikuwa muoga, anasumbuliwa na roho ya uoga mpaka anadanganya. Ila tu strength yake alikuwa anampenda Mungu. Daudi strength yake alikuwa anampenda Mungu. Yusufu strength yake alikuwa anampenda Mungu. Sasa utaona funguo ya kwanza ambayo inafanya kazi ni kumpenda Mungu. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nipe neema. Nipe neema ya kukupenda. Hebu piga kelele, sema kwa jina la Yesu. Kama ambavyo ulikuwa unapokea, pokea na hii, sema kwa jina la Yesu. Baba yangu, nipe neema ya kukupenda. Kwa sababu anaposema Mungu anafanya kazi na wale wampendao, maana yake kumbe kumpenda Mungu kuna attract Mungu kuanza kuachilia idea kwenye business yako. Watu wa Mungu, moja kati ya kitu ambacho hili kanisa ni nguzo yetu, umndani tunampenda Mungu. We love God. Watu wa Mungu, kama kuna neema unaiona kwenye maisha yangu, mimi nampenda Mungu. Hiyo kitu nitakwambia ukweli. I love God. And God knows that I love him. Hiyo imeprovoke mipaka niliyowekewa nivuke. Kwa nini? Sifanyi kazi peke yangu, nafanya kazi na mpenzi wangu. Kwa sababu Mungu anafanya kazi na wale wafanyaje? Wampendao. Ili kufanyaje? Kuwapatia nini? Mema. Alafu yani wale waliofanyaje? Walioitwa kwa kusudi lake. Kama kuna mtu ameitwa kwa kusudi lake hapa, nyoshe mkono. Kama kuna mtu ameitwa kwa kusudi la Bwana, pokea kumpenda Mungu, kupokea kumpenda Mungu, pokea kumpenda Mungu, pokea kumpenda Mungu. Sasa nitakufundisha wakati mwingine kumpenda Mungu ni kitu gani. Lakini jambo jingine kwenye kumpenda Mungu, funguo ya pili inayoprovoke ni unyenyekevu. Humbleness ina provoke neema iwezeshayo kuanza kufanya kazi ndani ya mtu. Moja kati ya kitu Mungu anabifu nacho kwenye hii dunia ni kiburi. Na ni watu wenye kiburi. Kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 6, utaona kuna kitu anakiandika pale. Yakobo, unaona anaandika sura ya 4, anasema lakini utujalie sisi neema iliyozidi. 1 2 3 nisaidie kusoma. Wote 1 2 3. Anasemaje? Tujalie sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Kwa hiyo kumbe unaona, ili Mungu aachilie neema iwezeshayo, funguo nyingine nini? Ni unyenyekevu. Kwa sababu kumpenda Mungu, kwa nini unyenyekevu inakuwa ya pili? Kumpenda Mungu automatic kunaachia unyenyekevu kwenye maisha. Hauwezi ukampenda Mungu na kuwa na kiburi kwa wakati mmoja. Very hard. Sasa unyenyekevu sio kutembea hivi.
Kuna watu wanasemaga hivi, wanasifiwa, shalom, ila ndani wana kiburi kikali hujawahi kuona. Ila ukutana nao hivi nje, mwambie mchungaji, anaenda mpaka chini, fana kitoka na bana mikono anaenda hivi, ila ndani. Sasa watu wa Mungu, unyenyekevu sio unyonge. Na ndiyo maana tafsiri nzuri ya unyenyekevu ni Daudi. Very aggressive but at the same time very humble before God. Daudi alikuwa nakupokea unavyokuja. Ukija kivita amepewa neema ya mkono wa vita. Na mimi huwa nawaambia mara nyingi, mimi na mikono mitatu kwenye maisha yangu. Nina mkono wa diplomasia. Kwa ukija kidiplomasia na kupokea kwa diplomasia. Na mkono wa pili nimewekewa mkono wa vita. Ukija kwa vita na kupokea kwa vita, na ni mara chache sana utashinda. Nina mkono wa tatu unaitwa mkono wa resilience, mkono wa kukomaa. Hiyo yote nimewekewa na baba zangu katika imani. Na nimeshawaambia hapa. Mkono wa vita umetoka wapi? Wa unyenyekevu umetoka wa diplomasia umetoka wapi? Wa resilience umetoka wapi? Lakini pamoja na hayo yote, kuna namna Mungu alikuwa akiongea na Daudi. Sio hivi. Daudi hapo hapo analala chini. Lakini ukiangalia siku Daudi anaapishwa alifurahi. Siku Sauli anaapishwa, Biblia inasema wakamtafuta Sauli wasimuone, maana alikuwa amejificha kwenye nini? Kwenye magunia. Watu wakajua leo mfalme ndo tumepata. Kwa kweli yule baba ni mnyenyekevu. Hata siku ya kuapishwa kwake aliona hastahili akajificha. Unyenyekevu sio kusema ni sistahili. Maana kuna watu wanasema baba mimi kwa kweli sistahili. Lakini wakati unahubiri anasema unajua mimi hata mimi naweza kuhubiri vile. Unajua haya mambo sio mageni. Hivi vitu sio kwamba ni vipya hivyo. Yaani si ndio haya yameandikwa? Hiyo ni kiburi. Kiburi ni pamoja na kuto ku appreciate kazi kubwa ya Mungu anayofanya kwenye maisha ya mtu mwingine. Yaani unaona kuna mtu Mungu anamtumia, na sio tu kwenye utumishi, hata kazini kwako. Unajua kabisa natakiwa kujifunza kwa huyu mtu, lakini kwa sababu umemtangulia unasema hapana, hapana. Hiyo ndio kiburi. Na Mungu hiyo haitaki. Kwa sababu inasema Mungu huwapinga nini? Wenye kiburi, na huwapa neema nini? Wanyenyekevu. Kwa sababu unajua, sikiliza nikwambie, na tunaonaje Paulo ni mnyenyekevu? Paulo ni mnyenyekevu ni kwa sababu anatambua ya kwamba hichi kitu nilicho nacho sio elimu. Watu wa Mungu, hivi unajua angesema elimu hapa angeandika tungemuelewa. Kwa sababu kweli somehow elimu Paulo ilimsafisha ufahamu wake. Angeandika hivi, lakini pamoja na elimu alionayo anasema sio elimu, ni neema ya Mungu pamoja nami. Pokea neema ya kutambua ya kwamba kinachofanya kazi kwenye maisha yako sio uwezo, sio elimu. Wewe umesoma na wangapi? Wangapi walikuwa juu yako walifanya vizuri kuliko wewe, lakini leo Mungu amekupa neema, umetangulia mbele yao kimaisha, kinafasi. Sio elimu. Mtukuze Bwana kwa ajili ya neema iwezeshayo kwenye maisha yako. Katika watu wa Mungu, mimi nitakuwa mjinga sana kudhani mimi ni mchungaji Mungu ananipa neema kwa sababu ni mchungaji bora kuliko watu wengine wote. Na kwa bahati nzuri mimi sio mjinga hivyo. I am not that fool. Yaani mimi ukiniuliza, Pastor Fred, ni nini kinatokea kwenye maisha yako? Waga anasema Mungu aliamua kuchagua tu mwamba mmoja ambaye alikuwa hafanani kitu chochote, akaamua kumfanya kuwa sample kwenye maisha ya watu wengine. Yaani mimi nimeshawaambia nyinyi zaidi ya mara 3, wewe niseme nikioni kwenye madhabahu hapa juu. Mimi ni mfano wa kitu ambacho Mungu anaweza kufanya kwenye maisha ya mtu yoyote, kwa namna yoyote, kwa umbali wowote, kwa kiwango chochote, kwa nguvu yoyote. Yaani ukiniona mimi maisha yangu mpaka siku kama Yesu anarudi ananikuta, ama mimi naenda mbinguni kumkuta, mpaka siku mimi maisha yangu yanafika hapa duniani, kitu kimoja kitaongelewa kuhusu mimi, ya kwamba kuna mtu alikuwa anaitwa Pastor Fred. Yule mtu ni mfano wa mambo ya ajabu Mungu anaweza kufanya na mtu yoyote. Kwa hiyo kama wewe ni mtu yoyote na wewe ni candidate wa maisha ya kufanyiwa ajabu na ishara katika jina, kama Mungu anaweza akamtumia hivi Pastor Fred, wewe anaweza akakutumia sana kwa jina la Yesu. Kama Mungu anaweza akamheshimisha hivi Pastor Fred, wewe anaweza akakuheshimisha sana. Kama Mungu anaweza akampa neema hivi Pastor Fred, wewe anaweza akakupa neema sana. Kama Mungu anaweza akamjali hivi Pastor Fred, wewe anaweza akakujali sana. Yaani mimi nimesimama kama mfano wa kitu ambacho hakijawahi kutarajiwa, lakini ndio hicho kimeshakuwa. Na mwanangu, kama unadhani umeona kwenye maisha yangu, ndio kwanza hata huduma sijaanza.
mbele ninaendelea, ninazidi kutembea. Come on. Maombi yasikie, e Bwana unipa. Sema e Bwana, e Bwana. This is a prophetic song. Niinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote, e Bwana unipandishe. Mpe Yesu makofi katika jina la Yesu Kristo. Kaa chini nikufundishe. Leo namaliza. Kwa hiyo kumbe Bwana ndiye anayepandisha. Sasa wewe hangaika kupanda. Bwana ndiye anayepandisha watu. Watu wa Mungu, mimi nimesimama kwenye maisha yako kama sample ya Mungu kukitumia kitu chochote kwa ajili ya kazi yoyote. Wewe mwenyewe uamini kama mimi ni mchungaji wako. But guess what? I am your pastor. Na najua unanipenda. I love you too. Najua you are proud of me. I am proud too. Najua unajivunia, najivunia pia. Najua unionee haya, unanitambulisha mimi Pastor Fred, na mimi sikuonea haya, na kutambulishaga. Sasa Mungu mimi amenileta duniani kuja kuwaambia watu nguvu za Mungu hazina kipimo. Yaani mimi ukiniuliza umekuja kufanya nini? Nimekuja kuambia watu nguvu za Mungu hazina kipimo. Ukitaka kujua maisha, mimi nikisema nikae na wewe nikaanza kusimulia maisha yangu, nianze kukuambia habari za maisha yangu, unakimbia, unaondoka. Ni ngumu sana kuelewa. Huyu dada ametumia karibu miaka 3 kuyataka kuelewa maisha yangu. Mimi nimewahi kuambia mke wangu aliwahi kuitwa na wazazi wake, wakamuingiza chumbani, akamwambia kaa. Wewe una uhakika huyu mume wako ni mchungaji tu? Ambia tuambie leo, unajua wewe sisi ni wazazi wako. Hatutaki shida yoyote ikutokee. Na ikitokea shida si ndio wazazi wako. Hebu tuambie kweli, wewe huyu mume wako huyu ni mchungaji tu au kuna kitu anafanya? Akawajibu ni mchungaji tu. Hawakutosheka. Mara ya pili, si ni mara mbili, wakamuuliza mara ya pili, hebu tuambie wewe huyu mtu huyu ni mchungaji tu ama kuna kitu kingine anafanya? Maana kila wakiangalia, mbona kama namna yake anavyo si hata wewe unaangaliaga. Kuna wakati hata wewe moyo wako waga usipokuwa usingekuwa tu una loan kubwa. Ungekuwa ulishamtenda Mungu dhambi wewe. Wewe kuna kaa unaangalia huyu pastor mbona kama anatoa wapi? Imekuwaje? Amepataje? Kivipi? Mbona haraka? Unajiulizaga, mimi mtu mzima na akili. Kwa kuna mambo mengine huwa nakusaidia na nyamaza. Lakini kwa sababu gani? Mimi ni sample. Mimi ni template ya kitu Mungu anaweza akafanya kwenye maisha ya watu. Mimi mwenyewe huwa sielewi, wewe ndio utaelewa. Mimi mwenyewe mke wangu aliponiambia, wameniuliza bwana wewe ni mchungaji kweli? Ikabidi na mimi nianze kuangalia, au mimi sio mchungaji. Sio unajifinya mara mbili kwamba au. Lakini ni neema ya Mungu ipo kazini, ambayo inaitwa na nini? Na unyenyekevu. Ninyi watu mnanielewa. Na ndio maana mimi wanasema watu wote ambao hawajakaa karibu na mimi ni ngumu kunielewa. Mmoja ukikaa mtaani, mmoja kati ya watu viburi ni Pastor Fred. Stories za mtaani, watu arrogant ni Pastor Fred. Hizo si ndio story ya mtaani? Watu ambao hawana utaratibu ni Pastor Fred. Msijifanya mnaambiwaga, semeni ndio. Mbona mnajifanya hapa mnanisaliti hapa? Si mnaambiwaga? Unajua kuna watu wengine hata tukitokea tu hivi kwa mara ya kwanza, upromise kama wewe ndio mchungaji. Mimi watu waga wananialika kwa heshima sana kwa sababu wameniona huko. Na ukionekana kwenye TV, kwenye Facebook huko unakuwa kama mkubwa. Asante Yesu kwa ajili ya teknolojia. Unajua jamaa. Alafu sasa nikiingia wanakuta tu jamaa mwenyewe ndo anaingia, ndio huyu hapa, yani anaingia. Alafu na ambapo siwezi kuvaa suti na tai, naingia. Watu wanakuwa disappointed. Kwa yule mchungaji ambaye ndio tumeweka matangazo yote ndio huyu. Wale ambao hawajawahi kuniona. Lakini ukisimama ukishika mic, kila nafsi inatiishwa. Several times ikiwa na watu ambao natembea nao kuhubiri, wanatoka kwenye madhabahu, watu hawawezi kuniangalia hivi kwenye macho. They cannot look at me like this direct. What am I telling you? Mungu anaweza akatumia chochote
Na ndio maana mara zote magoti yangu ni kwa Mungu, machozi yangu ni kwa Mungu, mara zote kilio changu ni kwa Mungu, sababu najua Mungu anachokifanya kwenye maisha yangu. Hakuna kimoja ninachoistahili kwenye maisha yangu. Hakuna kitu ambacho nimekipata ambacho ni sehemu ya maisha yangu. Hakuna. Ninajua Mungu amenichagua kwa ajili ya watu wengi waliokatiwa tamaa kwenye maisha yao, ambao watu walipoangalia hawakuona future. Mimi nimesimama kama mtumishi wa Bwana mwanangu. Mimi sijui watu wametabiri nini juu yako. Kama Mungu ameniinua mimi, Mungu anaweza akakuinua wewe. Kama Mungu amenisaidia mimi, Mungu anaweza akakusaidia wewe. Kama Mungu amenisimamisha mimi, Mungu anaweza akakusimamisha wewe. Kama Mungu ameniheshimisha mimi, Mungu anaweza akakuheshimisha wewe. Kama Mungu amenipendelea mimi, Mungu anaweza akakupendelea wewe. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Nasema pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Wewe ambaye maisha yako yamekatiwa tamaa, kuna kuinuka tena katika jina la Yesu. Hata wewe ambaye umejikatia tamaa, kuna kuinuka tena katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Hata wewe ambaye hauoni, wewe mwenyewe umejikatia tamaa, hauoni kama kuna kesho, kuna kuinuka tena. Hii miaka miwili ya uaminifu wa Mungu ikakuonyesha kile kitu Mungu anaweza akafanya kwenye maisha yako. Hii speed ambayo Mungu anaifanya ikakuonyesha kile kitu ambacho Mungu anaweza akafanya kwenye maisha yako. Mimi sijasimama hapa kama bingwa. Namshukuru Mungu kwa sababu ya elimu, amenipa elimu. Namshukuru Mungu kwa sababu ya kibali, amenipa kibali. Lakini sio elimu iliyonisimamisha hapa. Sio kitu chochote. Nimeshakwambia mimi sina unabii mzuri kwenye maisha yangu zaidi ya kutoka kwa wazazi wangu na watu wachache ambao Mungu alinizungushia. Watu wote hawakusema neno jema juu yangu. Lakini Mungu si mwanadamu hata aseme uongo, na Mungu si mwanadamu hata ajute. Na hiyo neema itakuwa juu yako. Kwa unyenyekevu mbele za Bwana. Unyenyekevu ni kujua ya kwamba wewe uwezi mwenyewe. Unyenyekevu unategemea sana akili yako, unategemea sana elimu yako, unategemea sana uwezo wako, unategemea sana connection zako. Unyenyekevu ni kufika mahali kujua ya kwamba Bwana asipoenda na maisha yako hakuna mahali unaenda. Ni kujua kwamba Bwana asiposafiri na wewe hakuna mahali unafika. Ni kujua kwamba Bwana asipotembea na wewe hakuna mahali unaenda. Na ndio maana mimi mara zote kilio huwa namwambia Bwana, jambo lolote linaweza likafanyika kwenye maisha yangu, lakini uwepo wako usiondoke maishani mwangu. Ukiwa umesimama, jambo la tatu ni moyo wa shukrani, linalofungua neema iwezeshayo kwenye maisha ya mtu. Ni moyo wa shukrani. Watu wa Mungu, tungeweza kusubiri tufike miaka 5. Tungeweza kusubiri tufike miaka 10. Lakini sisi tumesema kila mwaka tutamshukuru Bwana. Maana kila mwaka ni matokeo ya neema ya Bwana, ya kile kitu ambacho Mungu amefanya. Moyo wa shukrani ndio huo unafungua namna ya Mungu. Sababu gani? Kwa nini? Unajua unyenyekevu ndio unazaa shukrani. Kwa nini unashukuru? Unashukuru kwa sababu una uhakika haujajisaidia. You are not the lifter of your life, but God is the lifter of your life. Kuto kushukuru ni kiburi. Kwa nini nishukuru kwenye kitu ambacho wewe hauhusiki? Ndio tafsiri yake. Why should I thank you kama nimefanya mwenyewe? Maana tunapokuja mbele za Bwana kwa shukrani, tunamwambia Bwana, tunatambua chochote kinachotokea kwenye maisha yetu ni wewe. Ni wewe. Ni wewe. Paulo anaposema sio neema, unajua hata kusema sio elimu yangu bali neema ya Mungu pamoja na mimi. Unaona shukrani ile inazaa kitu kingine kinaitwa bidii. Na sababu kwa sababu kuna neema sio license ya wewe kukaa kama nini, kukaa bila kutimiza wajibu wako. Na ndio maana nasema sio mimi bali ni neema ya Mungu. Anasema lakini pamoja na hiyo neema nalizidi sana kufanya kazi kupita hao wote. Unapoona tunasema hii huduma imesimama namna hii, ujue kuna neema ilitangulia, lakini kuna bidii respond kwenye neema ya Mungu iliyofanya kazi. Maono haya, kujenga hilo jengo, kujenga hili jengo ndio miezi 3, kupata hichi kiwanja ndani ya huu muda tuliokaa, unahitaji kujidhabihu ili hivyo vitu vitokee. Hauwezi kuishi maisha kama watu wengine. Hauwezi ukafanya kama watu wengine. Unahitaji dhabihu ya hali ya juu sana. Unahitaji dhabihu ya nidhamu. Nidhamu kwanza ya fedha za Mungu.
I know what is my money and I know what is God's money. Not every money is my money. Japokuwa Mungu anakuweka, nishakwambia Mungu akikuinua kifedha kupangia matumizi, Mungu anaweza akakuweka mahali ambapo una sauti juu ya kila kitu. Lakini mimi ninawajibika kwa every single cent inayotokea kwenye kanisa hili. Nimejiwajibisha mwenyewe. Nimejiweka chini ya kuwajibika mimi mwenyewe. Ninahitaji kwanza kujiwajibisha, alafu ndio watu waje niwajibishe. Kwa sababu watu wakifanyika walinzi kwenye maisha yako bila kuwa mlinzi wa maisha yako mwenyewe, utawazunguka watu ili muibie Mungu. Siwezi. Kwa hiyo tunapoongelea kwa habari ya bidii, Paulo anasema nalizidi sana kufanya kazi kupita watu. Manake bidii inakuja na nidhamu ndani yake. Nidhamu ya kujua ufanye nini, nini usifanye, wapi ufanye, kwa nini usifanye. Ndio neema inakuwa activated. Lakini kwenye ile la shukrani, nikupe andiko, si mama tunaenda namaliza, twende tukamtolee Mungu sadaka. Hii kwenye ile ya shukrani, utaona kwenye kitabu cha Zaburi 116 mstari wa 12, anasema nimrudishie nini Bwana kwa ukarimu wake wote, maana alionitendea. Maana yake kumbe kumrudishia Mungu Bwana kwa kile alichokifanya, hatumrudishii kwa sababu ana uhitaji, ila ni tendo la unyenyekevu la kutambua tunarudisha kwa sababu sisi sio watendaji, lakini Bwana ni mtendaji kwenye maisha yetu. Mtu mmoja apige makofi kwa Bwana Yesu. Alafu utaona anaongea, anasema nitakipokea kikombe cha wokovu. Kwa hiyo kitu cha kwanza kama shukrani Mungu anakitaka ni moyo wako. Sio sadaka yako kwanza, anataka moyo wako. Anasema nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Unaona sehemu ya shukrani. Alafu baada ya hapo sasa ndio mstari unaofuata, nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana. Sasa ndio kutoa kunafuata baada ya moyo kutangulia. Sasa nitakuonyesha kwa nini Mungu tunapomshukuru lazima kwenye shukurani iambatane na kutoa. Na ninyi nitawaambia watu wa Mungu, nitawafundisha. Mara nyingi sifundishi kutoa. Lakini pia unapomshukuru Mungu, sadaka yako iendane na kile unachomshukuru Mungu. Sio kama mnanielewa? Kwa sababu sadaka wewe inaongea moyo wa mtu. Na ndio unaona sasa kwenye shukrani, nimekwambia jambo la kwanza ni nini? Ni moyo. Sasa kwa nini inakuja pia kutoa kama Mungu anataka moyo? Kwa sababu mtu wa Mungu, kiukweli moyo wako umeambatanishwa na fedha au na vitu unavyovipenda, whether you like it or not. Angalia kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 19 mpaka 12. Ninakuwa namaliza hapo. Mathayo sura ya 6 mstari wa 19 mpaka 12. Yesu kuna kitu anakiangalia pale. Anasema msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibivyo, na wezi ufanyaje? Huvunja na kuiba. Mstari wa 10 anasema bali jiwekeni hazina yenu mbinguni, kusikoharibika kwa kutu wala kwa nondo wala wezi wavunji wala waibi. Mstari wa 20, 1, 2, 3, 21 anasema kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapo kuwepo moyo wako pia. Kwa kuwa fedha yako ilipo ndipo. Ukitaka kujua nini unapenda zaidi, angalia wapi hela yako inaenda zaidi. Yaani hazina kwa ulimwengu roho ina tabia ya kuambatana na moyo. Na ndio maana Mungu kwa kujua hicho kitu amekuwekea channels za wewe kutoa ili moyo wako uambatane. Anasema mwanangu nipe moyo wako. Unampaje moyo wako Mungu? Namna pekee kumpa moyo wako Mungu, itangulize hazina yako. Kwa sababu hazina inakoenda wewe, kama hata kama utaki kwenda, moyo wako utaenda. Moyo wako utaenda. Kuna kitu kimewekwa katika hazina na kumtolea Mungu. Na ndio maana ukiwa mbaili katika kutoa, kuna milango sahau kwenye maisha yako. Sasa ndio unaona namna tunamshukuru Mungu. Nimekwambia Mungu anataka moyo. Lakini kwa nini anataka tumtolee? Kwa sababu tunapotoa hazina zetu zinafuatana na moyo wetu. Kwa sababu Mungu anataka moyo, anaupata moyo. Lakini jambo jingine ambalo linatokea hapo kwenye kutoa, kutoa ndio njia ya asili ya kuwainua watu. Na ndio maana hata kwenye hewa unaanza kwanza kutoa hewa, una contribute kabla ya kureceive. Leo kuna bahari inaitwa bahari mfu, ipo Israeli. Ile ni bahari ambayo inapokea bila kutoa. Ni bahari pekee duniani ambayo ina receive
maji, inapokea maji kutoka kwenye vyanzo mbalimbali, lakini yenyewe ifanyaje? Haitoi maji kutokea kwenye chanzo chochote. Kama matokeo kwenye ile bahari hakuna kitu kinaishi, hakuna samaki, hakuna nini, inakuwa ni bahari. Huwezi kunywa maji, huwezi ukavua. Kitu pekee kinachoweza kufanyisha ile bahari ni kukuzamisha. Good for nothing. Kwa sababu gani? Inapokea, haitoi. So watu wa Mungu, tunapokwenda kumtolea Mungu, Mungu hataki hizi fedha. Mungu anataka mioyo yetu. Chukua sadaka yako pale ulipo. Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @FredMsungu. Pia usisahau kulike, comment, share, subscribe.